Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo. Tunakwenda kuiangaza habari za kimichezo, hususan katika dirisha kubwa la usajili la mwaka 2025 2026, ambapo vilabu vingi nchini Tanzania vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara vimezamiria kufanya sajili za wachezaji wakubwa ambao moja kwa moja watakwenda kuimarisha vikosi vyao. Sasa miongoni mwa taarifa kubwa ambayo tunakwenda kusogezea mezani siku ya leo ni kuhusiana na swala la usajili wa mchezaji anaofahamika kwa jina la Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele ni mchezaji kutokea katika nchi ya Kongo. Mchezaji huyu tunaona amewahi kupita AS Vita Club, bila kusahau katika mwaka 2022 alijiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club na kuweza kufanya mambo makubwa sana katika kikosi cha timu ya soka Yanga kwa kuweza kuiwezesha klabu ya soka Yanga kuweza kutoa ubingwa. Kisha msimu uliofuatia aliweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora, yani mwaka 2022 2023, basi mchezaji Fiston Kalala Mayele aliweza kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa fahamu mchezaji huyu kwa sasa ana windo na vilabu vya nchini Tanzania, ni kutokana na kwamba klabu anayochezea kwa sasa ya Pyramids kutokea pale nchini Misri wamemweka sokoni. Sababu za Fiston Kalala kuwekwa sokoni ni kwamba nyota huyo tayari ameshafanya mambo makubwa na klabu ya soka ya Pyramids. Kumbukwe wametoka kutoa ubingwa wa kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kuifunga klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo mara baada ya kutoa ubingwa huo, tunaona kwa upande mwingine Mayele alikuwa na kiwango bora sana katika michezo 10 ambayo alicheza, aliweza kufanikiwa kufunga mabao 6. Fiston Kalala Mayele katika ligi kuu ya nchini Misri alimaliza katika wafungaji wa 4 wa juu, kwa sababu alifunga mabao 8, akamaliza katika nafasi ya 4. Mchezaji Fiston Kalala Mayele hafurahishwi na maisha ya nchini Misri, sababu ni kwamba wanatumia lugha ya Kiarabu, nayo kiangalia anaongea Kifaransa, Kiswahili sambamba na Kiingereza. Kwa hiyo maisha ya pale kwake Misri ni magumu kwa mambo kama hayo, kwa mazingira ya kuishi, kwa sababu hata mara nyingi inalazimika kukaa mbali na familia yake, kwa sababu ukiangalia familia yake hawezi kwenda nao kule kwa sababu ya watoto hawawezi kusoma katika nchi ambazo inafundisha Kiarabu, kwa sababu akirudi huku katika nchi yake itakuwa ni ngumu kwa watoto wao kuweza kuishi. Kwa hiyo tunaona kutokana na mazingira haya Fiston Kalala Mayele amegoma kusaini mkataba wa kuendelea kuitumikia klabu ya soka ya Pyramids. Kumbukwe wakati Mayele anajiunga na klabu ya soka ya Pyramids akitokea Yanga alisaini mkataba wa miaka 3. Mkataba wa Mayele na Pyramids unamalizika mwaka 2026 tarehe 30 mwezi Juni. Sasa nyota huyu tunaona mara baada ya kugoma kuongeza mkataba mwingine katika klabu ya soka ya Pyramids, sasa ni lazima Pyramids wamweke sokoni ili kwa upande mwingine wao waweze kunufaika, kwa sababu hawataki kumwachia bure steka huyo ambaye amekuwa kinara mara 2 mfululizo katika klabu ya Pyramids katika msimu wa mwaka 2023 2024 na 2024-2025 ameweza kuwa mfungaji bora katika klabu hiyo ya soka ya Pyramids. Kwa hiyo kwa sasa nyota huyu ameweza kuwekwa sokoni. Miongoni mwa klabu ambayo imeudizia huduma yake ni klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns kutokea Afrika Kusini, klabu ya soka ya Kaizer Chiefs kutokea katika nchi ya pale Afrika Kusini ambayo inanolewa na Mohamed Nasir Nabi, lakini klabu ya soka ya Simba nao pia wameweza kujitosa katika kinyang'anyiro cha kuiwinda saini ya mchezaji Fiston Kalala Mayele kwa kile kinachodaiwa kwamba Steve Deze Mukwala anakwenda kuuzwa. Lakini miongoni mwa klabu nyingine ambayo imeweza kuweka ofa kubwa ni klabu kutokea katika nchi ya Saudi Arabia, ambapo klabu hii inafahamika kwa jina ni klabu ya Al Fateh ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo tunaona na vile vile wamempa mshahara wa milioni 300 kwa mwezi. Kwa hiyo kuna uwezekano Mayele akachagua kati ya hizo timu ambazo tumekutajia, lakini pale Saudi Arabia kitu ni kile kile, wanaongea Kiarabu. Kwa hiyo mazingira ya kuishi kwa Mayele yanaweza sio kwa mazuri, lakini anaweza ka move on kwenda kutafuta hela. Lakini kwa sasa kinachoendelea, Mayele kwa upande mwingine hataki tena kuendelea kusalia katika klabu ya soka
ya Pyramids huku Simba na wakijitosa. Ikumbukwe Mayele ukaribu wake na Simba ni mkubwa mno, kwa sababu mara nyingi Simba wanapokwenda nchini Misri amekuwa akienda kufanya mazungumzo na viongozi wa Simba, wachezaji wa Simba. Kwa hiyo huenda ikahappen kwa Mayele kutua nchini Tanzania, kwa sababu hata ukiangalia itakuwa ni sehemu ambayo alishaizoea, na ukiangalia huku kuna mashabiki na mara nyingi wamekuwa wakimsapoti. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Mayele? Je, kwa upande wako wewe unamuona mchezaji huyu akiitumikia klabu gani? Toa maoni katika comment, kwa sababu Mo Dewji kwa sasa amedhamiria kufanya mambo makubwa kuelekea katika usajili huu.